punguza fedha kwa muungano wa chanjo duniani kwa kifupi Gavi, jambo ambalo linaweza kuzidisha milipuko ya magonjwa na kuweka mamilioni ya watoto katika hatari ya kukosa chanjo. Muungano huo unalenga kuboresha upatikanaji wa chanjo hasa katika nchi za kipato cha chini na cha kati ili kusaidia kununua chanjo muhimu kwa watoto katika nchi zinazoendelea. Uwezekano wa kushughulikia milipuko ya mpox, kipindupindu na Ebola na kuongezeka kwa maambukizi ya ugonjwa mpox nchini Uganda na DRC, huku kukiwa na upungufu wa majaribio na kupunguza kufadhili ya kutatiza afya duniani. Na ili kufahamu athari za hatua ya Trump, nimezungumza na Dorcas Wangira, mwanahabari wa masuala ya afya hapa BBC, na nilianza kukumuuliza Marekani ilikuwa inatoa ufadhili kiasi kipi kwa Gavi. Na Marekani imekuwa ikitoa ufadhili mkubwa kwa Gavi au inavyojulikana kama the Vaccine Alliance, na ni mfadhili wa 3 wa juu zaidi. Nimekuwa ikitoa angalau dola bilioni 1.6 au 15% ya mahitaji yake ya kifedha. Aina zipi za chanjo ambazo Gavi umekuwa ikitoa ama kusambaza katika mataifa tofauti? Na tuelewe kwanza kwamba Gavi imekuwa ikinunua chanjo haswa kwa mataifa ambayo hayajiwezi, na imekuwa ikinunua chanjo. Kuna chanjo zile ambazo ni za kawaida, tunaita kwa Kiingereza routine, kama vile polio, ugonjwa wa surua au measles, tuberculosis BCG, na pia kukiwa na dharura kama vile mpox, cholera. Pia shirika hili la Gavi na shirika kama UNICEF zimekuwa zikinunua chanjo. Kwa hivyo tufunulie, zinanunua chanjo alafu zinatoa bure ama zinauzia mataifa mengine? Naam, sasa inategemea na uwezo wa mataifa. Kuna yale mataifa ambayo yana uwezo wa kununua chanjo kama vile Afrika Kusini, nchi tajiri, na kuna zile ambazo bado hazina uwezo huo kama vile Burundi, na inategemea na uwezo wako. Hata hivyo inahakikisha kuwa chanjo inaweza kununuliwa na nchi. Kwa hivyo ufadhili huu kuondolewa inamaanisha kuwa nchi binafsi zinapaswa kuongeza hela ili kuweza kununua chanjo bila ufadhili huo. Na iwapo utawala wa Trump utapunguza mgao wa Marekani kwa muungano wa Gavi, tutarajie athari gani? Na hivi leo tulizungumza na mkurugenzi mkuu wa Gavi, Daktari Sania Nishta, na alisema kwanza kwamba hawajapata matangazo rasmi kutoka kwa serikali ya Marekani. Hata hivyo wanasema kuwa hatua hii itaathiri watu zaidi ya milioni 1, haswa watoto, manake bila chanjo ugonjwa nyingi ambazo zinaweza kuzuiliwa watu wataweza kupata. Kwa hivyo hili si jambo rahisi na si jambo ambalo ya kupuuza, kwa sababu kama hakuna chanjo magonjwa yatasambaa. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo wanajadiliana na serikali ya Marekani. Na pia la mwisho, shirika la Africa CDC ambayo inakabiliana na majanga hapa barani pia inazungumza na serikali ya Marekani ili kuelewa hatua gani watachukua. Na ukizungumzia majanga, bara Afrika limekuwa likikumbwa na milipuko ya magonjwa ambukizi kama vile mpox, Ebola na magonjwa mengine ambayo Gavi imekuwa ikitoa chanjo. Hatua hii ya Marekani itayacha wapi bara Afrika na ukanda huu haswa Afrika Mashariki na watoto wanaohitaji chanjo kila kukicha? Tutakuwa pahali pabaya kwa mujibu wa wale ambao wanasimamia afya. Maanake kuna nchi nyingi ambazo saa hizi zinakumbana na vita. Ukitizama DRC, Sudan, pia unaangalia Sudan ya Kusini, kuna shida nyingi, na pia nchi nyingi zina madeni, zinalipa madeni. Kwa hivyo hela kiasi gani inabaki ya kushughulikia afya? Ni nchi 2 tu hapa barani Afrika, Rwanda na Botswana, ambao wametenga 15% kwa bajeti zao za afya. Kwa hivyo inapaswa serikali kuchukua hatua kubwa kuhakikisha kuwa nchi zinaweza kujimudu, manake wafadhili wengi hawatoi hela tena. Umesema kwamba umezungumza na mkuu wa Gavi. Je, mwelekeo ni upi iwapo Trump atafanikisha ajenda yake? La maana ni kumbuka kuwa serikali ya Rais Biden ambaye aliondoka walikuwa wametoa ahadi ya hela ya mwaka wa 2026 hadi 2026 to 2030, na Gavi inasema kuwa itajaribu kuzungumza na mamlaka ya sahi kuona kuwa ahadi hilo litatimizwa. Hata hivyo lisipotimizwa, wataangalia kwa, na si ati yote ni pabaya. Kuna nchi ambazo zilikuwa zinategemea Gavi kama vile Indonesia, lakini mwaka jana tuliona Indonesia ikatoa hela kwa Gavi. Kwa hivyo pia kuna nchi zingine ambazo zinaweza kujaribu kujaza pengo hilo ambalo litaachwa na Marekani. Serikali ya Kenya imetangaza kwamba deni la nchi hiyo limefikia shilingi trilioni 10, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa katika historia ya nchi hiyo, huku waziri wa fedha John Mbadi akidai kwamba thuluthi 2 za mapato ya kila mwaka ya nchi hiyo
inatumika kulipa madeni. Mbadi amewataka Wakenya sasa wachukue msimamo mkali dhidi ya ufisadi ambao unadaiwa kuwa na dhima kubwa katika kuiweka Kenya kuwa katika hali ya kiuchumi iliyoko sasa. Wakiombogo na taarifa kamili. Deni la Kenya limefika shilingi trilioni 10 likijumuisha shilingi trilioni 5.09 inazodaiwa na taasisi za fedha za kimataifa. Waziri wa fedha John Mbadi anasema mzigo wa deni la taifa hili unazidi kuongezeka, ikiwemo takriban shilingi bilioni 700 zinazodaiwa na hati ya euro na mikopo ya shilingi bilioni 120 inayopaswa kulipwa mwaka huu. It is the worst period for this country. Ni kipindi kibaya zaidi kwa nchi hii katika suala la ulipaji wa deni. Nchi hii haijawahi kuwa hapa tulipo leo. Tulifanya maamuzi kuchukua mikopo fulani na mikopo hiyo kwa bahati mbaya sasa inapaswa kulipwa kwa wakati mmoja. In terms of maturity. Ingawa suala la ongezeko la mikopo ya kigeni ni jambo ambalo viongozi wengi wamelikosoa, ni hali ambayo imekuwa ikijirudia hata baada ya serikali ya sasa kuingia madarakani. Waziri wa fedha wa Kenya amesema serikali inatathmini mbinu za kubadilisha hali ya kifedha ya taifa la Kenya bila kuathiri huduma muhimu za umma. Hazina ya kitaifa inapania kutumia mbinu za hati endelevu na ubadilishanaji mikopo ili kukabili deni kubwa la serikali ambalo limeongezeka kwa 66%. Lakini hatua hii ya Kenya kulemewa na mzigo wa madeni inamaanisha nini kwa mustakabali wake? Kulingana na Jarius Kedogo, mchambuzi wa masuala ya uchumi katika taasisi ya masuala ya uchumi ya IEA, wakati ulipaji wa deni unaendelea kuchukua sehemu kubwa zaidi ya matumizi ya serikali, mgao wa maendeleo unapungua. Matumizi ya chini ya maendeleo yanamaanisha uwekezaji mdogo wa umma, hasa katika viwezeshaji vya kiuchumi kama vile miundombinu ambayo husababisha ukuaji mdogo wa uchumi. Anasisitiza kwamba kwa sasa usimamizi wenye busara wa madeni ya umma ni kipaumbele. Mantiki ya kiuchumi lazima iwe msingi wa uchaguzi wa vyombo vya usimamizi wa deni na sio manufaa ya kisiasa. Bunge pia limetakiwa kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo walioyatoa kwa Wizara ya Fedha ya Kenya. Wakati taifa hili linapopambana na mgogoro wa madeni, wadau kwenye sekta ya umma na binafsi wanatoa tahadhari kwamba iwapo ufisadi utaendelea bila kudhibitiwa, utauweka uthabiti wa Kenya hatarini. Abdi Mohamud, afisa mkuu katika tume ya kuhimiza maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC, anasema during the same period, katika kipindi cha miaka 5 tume hii imekamilisha uchunguzi wa kesi 762 za ufisadi na kuiwasilisha ripoti kwa mkuu wa mashtaka ya umma kuwafungulia mashtaka. Vile vile tume hii imefanya tathmini ya hatari ya ufisadi katika kaunti 27 kati ya kaunti 47 nchini. in our country. Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome ametangaza kuwa tayari wameanza kufanya mageuzi kwenye idara ya mahakama kuhakikisha kuwa haishiriki ufisadi. Kwa kuimarisha idara hiyo ya haki, imani ya umma itaongezeka na kutakuwa na mustakabali mzuri wa kitaifa. Wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema washirika wa Ulaya wataendelea kuwasaidia watu wa Ukraine na jeshi lake. Rais Macron amesema kuwa umoja huu unahitaji kuhakikisha kuwa una uwezo wa kukabiliana na mpango wa Urusi, huku akiorodhesha baadhi ya maombi maalum ya kijeshi ya Ukraine na baadhi ya vifurishi vya usaidizi ambavyo vimetolewa kufuatia mkutano wa kilele hii leo. Martha Saranga na maelezo zaidi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amefanya mkutano wa kilele na viongozi wa Ulaya na washirika wengine wa NATO mjini Paris kujadili usalama wa Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza hatua ya uungaji mkono kwa Ukraine. Tulisikia ikiwa baadhi ya vifurushi vipya vya viongozi. Tunawashukuru sana viongozi wote, na hiyo ilikuwa nzuri sana. Nchi 31, sauti ya pamoja, jinsi ya kuimarisha, jinsi ya kuikabili Urusi na kila mtu. Hiyo ni muhimu, kwamba kila mtu alielewa kwamba Urusi kwa leo haitaki aina yoyote ya amani. Hiyo ni muhimu sana, na tutaifanyia kazi juu ya dhamana za usalama katika wiki za siku za karibuni. Macron amesema washirika wa Ulaya wataendelea kuwasaidia watu wa Ukraine na jeshi lake. Hata hivyo, ameongeza kuwa msaada huo unahitaji kuhakikisha kuwa una uwezo wa kukubaliana na mpango wa Urusi usiotabirika au kubadilika katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, katika kauli yao ya pamoja, marais wa Ukraine na Ufaransa Emmanuel Macron na Volodymyr Zelensky wamesema Urusi haiwezi kuamuru masharti ya amani ya kudumu na Ukraine na kwamba lazima ikubali usitishaji mapigano wa siku 30 bila masharti. Akizungumza mjini Paris, Bwana Zelensky ameishutumu Urusi kwa kudanganya kuhusu matokeo ya mazungumzo ya Saudi Arabia ambapo Marekani ilianzisha usitishaji vita wa Bahari Nyeusi.
Amesema alitarajia Washington kuhusisha makubaliano yasiyo ya masharti baada ya Moscow kusisitiza siku ya Jumanne kwamba yataendeleza mara tu vikwazo fulani vitakapoondolewa. Pia amesema Marekani walikuwa wakiathiriwa na simulizi za Kirusi. Marekani kwa ujumla, watu wametuunga mkono kila wakati na ninawashukuru sana kwa kweli. Wametuunga mkono kila wakati. Msaada wa pande mbili umekuwepo, lakini siku hadi siku, mara nyingi sana, naamini kwa bahati mbaya wako chini ya ushawishi wa masimulizi ya Kirusi na hatuwezi kukubaliana na simulizi hizi.